Basi acha nikaombe kwa ajili ya neno. Baba yetu na Mungu wetu, tunakutukuza Bwana, tunakubariki. Asante Bwana kwa ajili ya asubuhi ya leo ambao Mungu umetupa nafasi tena tuwe mahali hapa Bwana, ili Mungu useme nasi na sisi pia tukapate kusema nawe. Mungu, nahitaji Roho yako Mtakatifu akafanyike mwalimu na msaidizi katikati ya neno la siku ya leo. Bwana, tawala ufahamu wangu, tawala akili zangu, maana bila nguvu zako Mungu mimi nitashindwa. Baba, neno ambalo Mungu umelikusudia siku ya leo kusema na watoto wako Mungu likatimie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante kwa kila mmoja ambao Mungu ameandaa, ametega masikio kwa ajili ya kusikia neno lako takatifu. Mfalme Mungu, kawaseme naye kwa namna moja au nyingine, ili akapokee majibu kutoka kwako. Nimeomba haya yote ni katika jina la Yesu Kristo. Tuseme amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi siku ya leo kusimama mbele yenu. Ninakushukuru Baba yangu, mchungaji wangu na askofu wangu kwa kunipa nafasi ili niweze kusema na kanisa katikati ya asubuhi ya leo. Pia nichukue nafasi hii kuwashukuru watu wote ambao wamekuja mahali hapa kutafuta uso wa Mungu. Na Biblia inasema kwamba kila anayemtafuta Mungu anakwenda kuonekana kwake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo uko mahali hapa si kwa ajili ya sala bali ni kwa faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi bila kuchelewesha muda, twende katika neno letu la siku ya leo. Ujumbe wangu wa siku ya leo unasema ya kwamba kusitawi katikati ya mazingira magumu. Unapopita katika mazingira magumu, unapopita katika hali ya kushindwa, ndipo Mungu huwa huchukua nafasi hapo ili kujitwalia utukufu katikati yako. Mungu hawezi kujitokeza kwenye maisha yako kama upo katika hali ya furaha, kama upo katika hali ambayo unajisikia amani na upendo. Bwana asifiwe. Mungu hujitokeza katikati ya mazingira magumu, ndipo anakupa kustawi kwako. Na mara nyingi Mungu huwa anajitukuza katika mazingira hayo ili aweze kujulikana kwamba yeye ni Mungu na wala sio mwanadamu. Wakati wa mazingira magumu, mara nyingi hata ukimwendea jirani yako au ndugu jamaa na marafiki, yeye huwa anakuacha. Lakini Mungu unapokuwa unamuita katikati ya mazingira magumu, yeye huwa anakupa kustawi katikati ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu siku leo akusaidie, akupe neema kustawi katikati ya mazingira magumu. Wakristo walio wengi huwa wakipita katika nyakati ngumu, ndio muda wao wa kumwacha Mungu. Bwana asifiwe. Yaani anapoona kwamba amefika mwisho, haoni mlango wa kutokea, yeye muda huo ndio sasa anasema Mungu, naona nimeshindwa, anarudi nyuma. Kuna watu wengine huwa wanaacha wokovu, kuna watu wengine huwa wanaacha kumpenda Mungu, na kuna watu wengine huwa wanaacha kumtukuza Mungu kwenye maisha yao kwa sababu wanaona tatizo, wanaona ugumu wa maisha ni mkubwa kuliko Mungu. Nataka utambue ya kwamba katikati ya asubuhi ya leo, unapopita katikati ya mazingira magumu, Mungu huwa yupo upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwa anajitukuza kupitia mazingira hayo uliokuwa nayo. Inategemea wewe fahamu zako na akili zako umeziandaaje. Bwana asifiwe. Katikati ya mazingira magumu ndipo huwa tunamuona Mungu katika maisha yetu. Ndipo tunaona Mungu katika mapito yetu. Kwa hiyo sasa wewe mwana wa Mungu ambao uko mahali hapa, natamani uweze kutambua hiyo siri. Wakati mwingine unapopita katika changamoto ngumu, mruhusu Yesu aweze kuingia kwenye maisha yako. Ndio umtafute Mungu kwa bidii. Kama ulikuwa unaomba mara moja, basi omba mara 3 kwa siku. Kama ulikuwa unashindwa kuomba, basi ndio muda wa kuomba sana, kwa sababu Mungu hujitwalia utukufu mahali pa mazingira magumu.